Amen. Mimi bwana, shida yangu nitakutoa hapa. Mimi nilikuwa na matatizo kwa muda mrefu. Ndio. Nilikuwa naumwa baada ya mwaka huu wa 6. Ndio. Nimeanza ugonjwa wangu wa sisi wanawake wa mwezi. Ndio. Nimeumwa baada ya miaka 3. Na miaka 3 hiyo ikawa imekata baada ya mwaka wa 4 ikawa ile tumbo tena ikawa inaendelea. Ikawa ina ndani mshikaji unaona kama imejaa maji. Na inatembea kama kuna nyoka. Na pia kuna hali kama una mimba mtu anapojifungua. Najisikia kujikamua sasa nitoe mtoto halisi mmoja. Pia yani nikawa nimeteseka miaka yote kuhangaika kwa waganga, nimemaliza waganga wote. Waganga hao wengine mpaka wamechukulia jina langu, wameandika kwenye karatasi kwa wamenirudisha huko. Lakini sikupata mafanikio yoyote. Nimehangaika kila sehemu, hospitali, nimeenda kila hospitali. Vipimo, nikienda kupima kule wananiambia tumbo lako lina ukungu. Na pia mwenyewe nimeonyeshwa kabisa nimeona. Na pia tumbo lako kulikuwa na mawe. Lakini bahati yako mawe hayo hayajatoboa utumbo. Bila kubali ningetoboa utumbo sasa hivi utumbo wangu wote umeshakuwa mgumu. Nikahangaika pale akatokea mtumishi mmoja ili niende pale nikapime maombi kuanzia mwaka jana. Ndio nikawa hiyo hali tumbo lilikuwa limeenda juu lote. Hata nikila chakula najisikia huko akifiki, bali inaishia hapo. Pia nikikaa hivi naona misuli imesimama kwenye tumbo. Lakini baada ya maombi haikuona. Baada ya aliponiombea yule mtumishi kwa muda mchache, ile hali ya tumbo ilikuwa imejaa, imeshakuwa kubwa, ilikuwa ni tight, afu ilikuwa imejaa hivi. Kama mbuzi unaona kala kashiba sana. Yaani nikaa hivi mbavu zinabana. Kwa hiyo tumbo lilijaa kwenye mbavu. Yaani nilijaa mpaka kwenye mbavu, afu ni tight, inaenda misuli. Yaani tayari ile ngozi ya kushika hivi ilikuwa hamna. Kwa hiyo katika hiyo hali imetoweka, lakini ikawa bado kuna vitu bado nilivyo kabisa Mungu atanisaidia na itaisha. Bali ile hali ngumu imeshaanza kutoka, lakini nilikuwa naamini itaisha, iliyobakia itaisha. Nibakia kidogo sasa hivi kuna mdudu mmoja anatoka hapo kwenye kitovu. Anatembea kama nyoka, afa anakuja anakaa hivi, anakaa. Akishakaa anaweka ugumu, hata kushika hivyo unaona. Sasa huko ugumu ndio unaniuma sana kama vile nabeba tumbo ndani. Alafu unatembea kama panya ndani kwa mwili. Nikaenda siku mangapi nikasikiliza sauti ya baba na DJ Joshua kwenye redio. Yaani ikani sana ikaniingia sana kwenye moyo wangu. Jinsi nilivyokaa nikasema mimi inabidi nipate nauli ili niende. Ile kujitajiri hivyo nipate nauli niende. Hata usiku nikalala nikamwona mtu mwanamke akaja akasema tunakuua. Basi mimi sikumjui chochote. Sasa ile nikawa nimefungiwa ndani hivi nikatoka ndani na panga langu. Nikatoka nje wakatokea baba wawili wakaninyanyua hivi. Wakanibeba hivi. Mimi nikawa nimeshikilia panga langu. Wanataka waondoke na mimi. Kwa sababu nimetaja kuja huko. Mimi nifanyeje? Nikasema Mungu, hebu nisaidie ili mimi nipambane na hao watu. Vile vile nipo mikononi mwao wameshika kama hivi. Alafu mimi nikawa nawafyeka huko mikono yao nikafyeka kwenye ndoto sasa. Wakati kwa sababu nimetaja kuja huko. Okay. Basi ikawa nimeacha mpaka siku ya Januari mangapi wakati leo natabiri nasema aliomba sura na nauli. Mungu atamsaidia atapata kwa uwezo wake mpaka atakuja. Na kweli mimi nilikuwa sina nauli na kwa sababu nilikuwa sifikiri kama nitapata nauli. Lakini nikaja kupata nauli kwa wepesi sana siku ya kusema kesho kutwa ndio nitakayejua nimeshapata nauli. Kwa hiyo nilipofika jana ile hapo. Yaani nilipofika hapa nikajisikia maumivu makali, tumbo linauma vibaya, mwili unachoka, nikilala hivi nainuka nachoka bila sababu zozote. Nilipofika mahali hapa yani nikawa nashinda vibaya jana mpaka ile maombi ya jioni hapa. Nikajiona mwepesi. Na mpaka leo hivi ninavyosema ninamshukuru Mungu kwa baba na Joshua kwa kweli hapa nilipo nimepona. Najisikia mwepesi. Makofi kwa Bwana. Hongera kwa uponyaji. Kuna